Taarifa zinaeleza kwamba mchezaji wa kimataifa wa Tanzania Ismail Mgunda anahusishwa na wekundu wa Msimbazi Simba, kwamba Simba katika kuimarisha eneo lake la ushambuliaji ambako hivi sasa mshambuliaji kinara anapatikana Ibrahim Dumbia, mchezaji wa kimataifa kutoka Mali, basi katika kuongeza nguvu wako mbioni kukamilisha dili la huyu Ismail Mgunda. Na taarifa zinaeleza zaidi kwamba kilichobaki hivi sasa ni kutangazwa kwake rasmi kwamba kufikia siku ya mwisho ya usajili tarehe 15 mwezi wa 8 saa 6 usiku, yeye atakuwa miongoni mwa wachezaji ambao watakuwa wamewasilishwa kwenye mamlaka za mpira wa miguu nchini ili kukamilisha mchakato wa usajili. Wanachokifanya kwa sasa ni uhamisho kutoka katika klabu ya Mashujaa aliyoitumikia katika msimu uliomalizika wa ligi kuu Tanzania bara na kutua Simba. Sasa mwingine anaweza kujiuliza, kwa nini Ismail Mgunda? Mgunda sifa yake mojawapo ni kwamba akiwa kama mshambuliaji kinara, gule lenye nguvu zaidi la kulia, ana uwezo mkubwa wa kuhold mipira. Ndio kwamba anaweza kulipa mgongo lango la wapinzani, yeye akawa na mpira akatoa fursa kwa wenzake akawapasia, halafu yeye akafunguka kwa mbele kufunga ama wenzake wakafunga. Hiyo ni sifa mojawapo. Lakini pili, ni mpambanaji haswa kwenye mipira ya juu. Body morphology, umbile lake linamsaidia katika mapambano ya mipira ya juu, na kwa sababu hiyo wakati mwingine hupata fursa ya kufunga kwa vichwa vizuri tu. Mgunda ana kasi, ni sifa nyingine. Ni mchezaji wa zamani wa Tanzania Prisons, ashawahi kuchezea Ihefu, ameshawahi kucheza nje ya Tanzania kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hivi sasa Mgunda yungali Mashujaa ambako ndiko anatajwa kwamba yuko mbioni kuhama na kutoka kwa wekundu wa Msimbazi Simba kwa ajili ya kuitumikia timu hiyo kwenye msimu wa 2026 2027 na michuano mingine mbalimbali. Bahati mbaya kwake ni kwamba sehemu nyingi alizopita ikiwamo Mashujaa ambako msimu huu uliomalizika yeye alikuwa sehemu ya kikosi cha timu hiyo iliyomaliza nafasi ya 11 na kuwa timu iliyofunga mabao machache zaidi katika ligi kuu Tanzania bara ikiwa na mabao 15, ikifuatiwa na timu iliyoteremka daraja moja kwa moja ikimaliza nafasi ya 16 kati ya timu 16 na kuteremka daraja ya KMC ambayo ilifunga mabao 16. Ni kwamba ndani ya Mashujaa pengine unaweza kusema hakuwa anatumika vyema ipasavyo. Mawasiliano yake na wenzake hayakumpa nafasi ya kuwa na mabao mengi. Wenzake kina nani? Kina Balama Mapinduzi, wenzake kina Stambuli, wenzake kina Ulomi, wenzake kina Sef Karihe na kadhalika, kina Hassan Ali Cheda na wengineo. Sasa Simba bila shaka wamemfuatilia na kuona ana uwezo ambao akiungana na timu yao akawa na viungo wapishi wazuri akina Keleso Makhalwa, Anise Ura, Libasegeye, Mwamba Lusaka, Cletus Chotachama, kina Neo Maema, kina Morris Abraham. Maana yake Ismail Mgunda anaweza kawa anacheza karibu na lango la wapinzani, akatumia nguvu zake, uwezo wake kupiga mashuti na kucheza mipira ya vichwa, kufunga mabao mengi kuliko vile ambavyo imeonekana alikotumika katika msimu uliomalizika ligi kuu Tanzania bara 2025 2026 kwa maana ya Mashujaa. Katika ligi kuu Tanzania bara msimu uliomalizika, Mashujaa kwenye mechi 30 ilifunga mabao 15 na kuwa ndio timu iliyofunga mabao machache kama nilivyotoka kueleza, ikiruhusu mabao 27. Katika yale mabao 15, mawili yalifungwa na Ismail Mgunda ambaye yeye kwenye mechi 30 alicheza mechi 20 dakika 1307, akapiga mashuti 16, 7 on target, akafunga mabao hayo mawili ambayo ni mchango wa mabao ya jumla ya Mashujaa katika msimu wa 2025-26 wa 13%. Sasa Mgunda kama ndiye anayetua Simba, maana yake anampa nafasi kocha Steve Barker wakati mwingine kuweza kumtumia yeye na Dumbia kama washambuliaji wawili endapo ataamua kutumia mifumo ya kuhitaji washambuliaji wawili. Kwa mfano, baada ya golikipa kuwa na walinzi wanne, viungo wanne, washambuliaji wawili, 4-4-2 maarufu, mfumo mama, mfumo ambao hutumiwa na timu nyingi kila inapobidi. Lakini anapotumia mfumo wa baada ya golikipa kuwa na walinzi wanne, viungo watatu, washambuliaji watatu, yeye anaweza kucheza kama miongoni mwa wale washambuliaji watatu, kwa sababu pia ana uwezo wa kushambulia kutokea pembeni kushoto, pembeni kulia na katikati ambako ndiko haswa kwenye nafasi yake ya msingi. Lakini anaweza kucheza vizuri pia katika mfumo baada ya golikipa, walinzi wanne, viungo wale ukabaji watatu, washambuliaji, mshambuliaji kinara mmoja. Yeye anaweza kuwa katika wale mmoja, katika yule mmoja kama mshambuliaji kinara. Lakini vile vile anaweza kutumika kama miongoni mwa viungo watatu wa ushambuliaji kitokea pembeni kulia ama pembeni kushoto, huku tukitambua wazi kwamba sifa yake ya kasi na guu lake lenye nguvu la kulia ambalo humsaidia katika kupiga mashuti linaweza kuwa na madhara kwa wapinzani, hasa anapotokea upande wa kushoto kama inverted winger.
winga anatokea upande ambao gula lenye nguvu haliko huko, ama anapotokea kulia kama orthodox winga, lakini pia akipata fursa ya kuingia ndani na kutoa nafasi kwa mabeki wa pembeni kupanda ili yeye kwenda kuungana na mshambuliaji kinara. Ismail Mgunda namba zake hazivutii sana, lakini kwa kiasi kikubwa inatokana na alikotoka Mashujaa, ambako cheza yao kama timu haikuwa inashambulia vya kutosha na kutoa fursa kwa wachezaji wake wa safu ya ushambuliaji kufunga vya kutosha. Kwa sababu hiyo, ndani ya Simba matarajio kwa uwezo wake na kuwapo na mafundi wengi kwenye eneo la ubunifu kwamba atafunga mabao mengi, ndivyo inavyotarajiwa. Swali ni kwamba je, kwa kutokuwa na uzoefu wa kutosha kwa michuano ya kimataifa, Mgunda anaweza kuibeba pressure, shinikizo la michuano ya kimataifa ya Ligi ya Mabingwa barani Afrika ambayo Simba anakwenda kushiriki vyema, ili uwezo wake, kipaji chake kiwe na manufaa kwa Simba? Hilo litakuwa ni swala kusubiri, kwa sababu hii ni miongoni mwa changamoto kwake yeye. Dumbia pia hana uzoefu katika michuano ya Ligi ya Mabingwa barani Afrika, ingawa na uwezo mkubwa wa kufunga, yeye akiwa top scorer katika ligi kuu ya Mali akifunga mabao 17, assist 4, kuchangia mabao 21 kati ya 28 ya klabu aliyokuwa akichezea ya Korofina iliyomaliza katika nafasi ya 7. Mgunda, Dumbia, je, ni kolabo itakayoweza kuilipa Simba katika michuano mbalimbali wanaoshiriki? Hilo ni swala la kusubiri, endapo tu hizi zinazotajwa kama tetesi zinamhusisha Mgunda na Simba zitakuwa za kweli, maana hakuna taarifa rasmi ya kambi binafsi ya Mgunda, management yake binafsi, wala Mashujaa wala Simba kwamba Mgunda anakwenda kuitumikia Simba. Lakini akitua, changamoto mojawapo ni hiyo kwamba yeye hana uzoefu wa michuano mikubwa ya Ligi ya Mabingwa, na bila shaka atalazimika kupata support kwa wazoefu kina Chama, akina Neo Maema na kina Libasegea ni Seura waliotoka kushiriki Ligi ya Mabingwa barani Afrika msimu ule malizika 2025-26, ili na yeye kipaji chake kinufaishe Simba kwenye michuano ya kimataifa. Lakini jambo lingine ni kukabiliana na shinikizo. Timu alizotoka na hasa Mashujaa aliyotoka katika msimu aliyotoka kushiriki katika ligi kuu Tanzania bara msimu 2025-26, hakuna shinikizo kubwa kivile kama Simba. Kila timu ina shinikizo la kutaka matokeo, lakini kwa Simba shinikizo ni maradufu kwa sababu wao ni majanti, kila mechi wanataka washinde. Sasa akitua Simba, hii ni changamoto ambayo anapaswa kujiandaa nayo yeye na benchi la ufundi chini ya kocha Steve Barker, kwamba lisimuathiri na kumtoa mchezoni, kwamba yeye ajipange kufanya vizuri katika kila mchezo. Lakini kubwa zaidi pia ushindani. Nafasi anayocheza yeye ndiko anapopatikana Dumbia. Nafasi anakocheza yeye ndiko ambako kocha Steve Barker wakati mwingine huwa mpangi mshambuliaji kinara, badala yake anapanga force 9, mshambuliaji bandia ambaye huwa ni Elim Panzu Kibisawala, Ino Josephine Loemba na kadhalika. Itakuwa vipi? Ni swala kusubiri na kuona endapo kweli Mgunda ni miongoni mwa watakaokuwa wachezaji wapya watakaowasilishwa na Simba kwenye mamlaka za mpira wa miguu TFF kwa ajili ya msimu wa 2026-2027.